to improve market coordination. Kadri taifa linavyozidi kukaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, baadhi ya viongozi kutoka jamii ya Luhya sasa wanatoa wito wa umoja wa kitaifa na kukomeshwa kwa siasa za ukabila ambazo kwa miaka mingi zimeendelea kuwagawanya wananchi. Wakizungumza wakati wa mkutano wao wa kila mwaka wa jamii hiyo uliofanyika Njiru jijini Nairobi, viongozi hao wameapa kushirikiana na jamii zote nchini huku joto la kisiasa likianza kupanda kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha, viongozi hao wameitaka serikali kuboresha mfumo wa elimu nchini, hasa katika suala la fedha za ufadhili wa elimu, wakisema ni muhimu kuhakikisha watoto wanapata elimu bora yenye manufaa kwa taifa. Wetu hapa Kasarani ambaye ni Mluhya na amekataa kukusaidia, na yule ambaye amekuja sio Mluhya na anakusaidia, tunaweza kataa kusimama na yeye? Tutakataa kusimama na mtu kwa msingi ya ukabila? Tutakataa kusupport mtu kwa misingi ya kikabila kweli? Tumekuwa tukiona hizi public schools usiku na mchana wanafukuza watoto wetu nyumbani. Sioni ukweli. Watoto wanaenda shule, siku ya pili watoto wanafukuzwa nyumbani, and yet kuna capitation. Ndio kwa maana tunataka ma-MP ambao wako na roho kama ya kina Ndindi Nyoro wafike pale hivyo kwa parliament na waende wakarekebishe mambo ya capitation. Kama principal amepatiwa capitation kufukuza watoto wetu nyumbani, sisi Waluhya tunasemanga tawe. Serikali